Mimi niko hapa kama mwakilishi wa wananchi wote wa kata ya Buyuni. Niliona katika kila fursa ambazo mwananchi wa kata ya Buyuni anataka kwenda kupata, anaulizwa NIDA. Na ukiangalia wanakuja kwako ofisini na kusema, "Mheshimiwa, tunapataje NIDA? Kwenda Mombasa ni shida." Nikaonelea ni vema kwenda kutafuta fursa hii. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kupitia mamlaka ya NIDA niliweza kukubaliwa kupitia mratibu wetu ndugu yetu Heri. Namshukuru sana kwa sababu ameratibu vizuri, na mpaka leo, ndugu waandishi, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Siku ya kwanza toka asubuhi watu wamedamka na tumefanya PA za kutosha, lakini vile vile katika magroup tumeweza kutoa taarifa hii. Naweza kuambia mpaka dakika hii hapa tulipo tumepata watu 200 ambao tayari wameshapata huduma, na hapa tulipo tunasubiri maafisa toka immigration ambao wako njiani wanakuja kwa sababu ya huduma ambazo zinatakiwa kufanyika. Lakini vile vile kama mlivyoona, tuna waandishi wa habari, tuna vyombo vyote ambavyo vinahusiana na zoezi hili, kuanzia wanasheria, kuanzia wa mamlaka ya NIDA. Na ukiangalia kata ya Buyuni, kwa kweli wananchi ni wastaarabu sana, wanafuata vile wanavyoelekezwa. Tumeanza na wazee, tumeanza na wajawazito na vile vile wenye watoto wadogo. Taratibu zinaenda, hakuna malalamiko. Hapa tulikuwa tunaanza kwa wale ambao hawana kabisa NIDA, walishaenda kuomba lakini ikawa bado kuna ucheleweshaji. Na kwa vile wananchi wangu wa kata ya Buyuni, wengi wao kama nilivyosema mwanzoni katika matangazo yangu, shughuli zao nyingi ni za hapa. Ni wajasiriamali kiwango cha chini milioni 4. Kwa hiyo huwezi kuwakuta wanaenda mjini ama wapi. Biashara zao ni wakulima, watembezaji tu wa vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo unaweza kuwaona, mwandishi wa habari mwenyewe umejionea wananchi wangu ni wa hali gani, lakini ni wale ambao wanapenda maendeleo. Na kwa sababu fursa za 10% kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zinahitaji taasisi za fedha. Taasisi ya fedha huwezi kwenda bila kitambulisho cha NIDA. Ndipo nimeenda kuwaelimisha na kuambia NIDA ni kipaumbele. Karibuni sana kata ya Buyuni. Tulianza katika kata za jimbo la Segerea, tulikuwa Tabata pale kwa siku 10, na sasa tumekuja kwenye kata ya Chanika, lakini na kata zingine za karibu katika jimbo hili la Ukonga. Naona mwitikio ni mzuri na watu wamekuja kwa wingi. Kwa kweli watu wanahitaji huduma na tumejitoa kuwasaidia wananchi. Tukisukuma kuwafuata wananchi ni kwamba tumeona wananchi wengi bado wako na uhitaji, lakini hawafiki katika ofisi zetu. Na vile vile serikali imetoa vipaumbele kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ili wananchi waweze kutatua matatizo yao mbalimbali ya utambuzi. Kwa hiyo tumeona tuwarahisishie wananchi kutoa huduma hii. Serikali inaingia gharama, tuwape wananchi huduma ili waweze kupata huduma mbalimbali ambazo za utambuzi ambazo wanazitaka. Jumla tumelenga kuwafikia wananchi kama 30,000 hivi. Lakini tutaangalia jinsi mwitikio wa wananchi na changamoto ambazo tutazipata, basi tutajaribu kusolve pale ambapo tutataka kusolve. Wito kwa wananchi ni kwamba wajitokeze kwa wingi, wawe na viambata vya utambuzi ambavyo vinasaidia mamlaka ya NIDA iweze kuwatambua na kuwasajili katika mifumo yetu. Tumeratibu ile zoezi la NIDA ndani ya wilaya Ilala kwa sababu kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wake waliokuwa ndani ya wilaya Ilala waweze kutambulika, wawe na vitambulisho vya taifa. Zoezi hili ndani ya wilaya Ilala, jimbo la Segerea, lilianza tarehe 5 mwezi wa Januari. Jimbo la Segerea tumefunga tarehe 16, na leo tumezindua hapa katika jimbo la Ukonga katika kata ya Buyuni na Chanika. Zoezi linaanza leo tarehe 19, itaendelea mpaka tarehe 30. Tunaomba wananchi wote ndani ya jimbo la Ukonga, kata ya Buyuni, kata ya Chanika, kata ya Singiziwa, kata ya Pugu, Majoe na kata za jirani, msogee hapa kwa ajili ya kupata hizi huduma. Zumuni wananchi wote watambulika, wawe na vitambulisho vya taifa. Jina langu ninaitwa Winifrida Rafaeli, natokea eneo hili la Buyuni. Kwa kweli tunashukuru sana kwa serikali yetu kutuletea huduma hii, na watu kwa mwitikio umekuwa mkubwa mahali hapa. Tumewahi toka asubuhi saa 10, tumepanga foleni, na baadaye walivyokuja watu wa NIDA tumeanza kuhudumiwa, na hata sasa hivi huduma inaendelea. Kwa kweli tunamshukuru sana hata diwani wetu Jessica ambaye yuko mahali hapa, amekuwa pamoja nasi na ametuahidi kabisa kwamba kila mmoja atapata kitambulisho, na sisi wengine tulikuwa hatuna kabisa. Ametuelewesha vizuri na tupo hapa tunaendelea kusubiria huduma, na naamini kabisa tutapata huduma wote. Naitwa Sabta Abeidi Tamba. Kwa huduma hii sikuwa nayo
sikuwa na NIDA. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kutuletea karibu. Changamoto ni yani tuseme kwa viashiria ambavyo vinatakiwa tuambatanishe. Kwa ni changamoto kwa sababu wengine uelewa unakuwa hamna vitu gani, wengine changamoto cha cheti, wengine aba wazazi hawapo au hawana NIDA. Kwa hiyo ni changamoto za kawaida tu. Wito wangu ni kwamba tujitokeze kwa wingi na pia tusikilize yani viongozi wetu au wanaotuongoza kitu gani na kitu gani tuwe navyo ili tukamilishe zoezi wetu kwa urahisi.